Kwa jina naitwa Engineer Usoge Musa, ni kaimu mkurugenzi wa usambazaji maji na usimamizi wa usafi Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Shinyanga, yaani SHUWASA, ambapo tunahudumia manispaa ya Shinyanga pamoja na maeneo ya Tinde, Didia na Isalamagazi. Hivi karibuni imeripotiwa taarifa kutoka eneo la katika kata ya Momalili, kijiji cha Bushola, kuhusiana na ukosefu wa huduma ya maji, hasa maji kutoka Ziwa Victoria. Eneo lile pale wanahudumiwa na maji ya kisima kirefu ambacho kiko katika kijiji kile kitongoji cha Mwagala ambacho kipo kijiji cha Bushola. Lakini adha ile inawapata wananchi ya kutumia maji yale pale ya kisima, wanalalamikia kwamba ni yana chumvi. Lakini mpango uliopo kwa mamlaka kutatua changamoto iliyopo eneo ile pale, mipango ipo ya aina kuu mbili, na mpango wa muda mfupi na mpango wa muda mrefu. Katika mpango wa muda mfupi, mamlaka imejipanga kuunganisha mtandao wa maji ya Ziwa Victoria katika mtandao wa maji uliopo katika eneo la kijiji cha Bushola kupitia mtandao wa bomba kubwa uliolazwa na wenzetu wa RUWASA katika kijiji cha Bushola kuelekea wilayani Kishapu. Na makubaliano yalishafanyika ambapo meneja wa RUWASA mkoa aliahidi pindi utakapokamilika mradi ule pale wa kupeleka maji Kishapu, ambao bomba kubwa limekatiza kijiji cha Bushola, watatupatia tawi la maji ala bomba ambalo itaenda kuunganisha katika ule mtandao wa maji ya kisima uliopo. Hivyo mtandao wote wa maji ya kisima uliopo utaenda kupata maji ya Ziwa Victoria kupitia bomba kubwa ile litalolazwa na wenzetu wa RUWASA. Na mpango wa muda mrefu, Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Shinyanga inaendelea na utekelezaji wa mradi mkubwa wa uboreshaji wa huduma ya maji safi na usafi wa mazingira Shinyanga chini ya ufadhili wa Shirika la Maendeleo Ufaransa pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao hadi sasa utekelezaji umeanza, ambapo tayari wameshapatikana wahandisi washauri. Mhandisi wa kwanza wa kujengea taasisi uwezo, mwingine mhandisi mshauri kwa ajili ya usanifu na usimamizi wa ujenzi wa mradi, ambapo katika mradi ule pale pindi atakapoenda kupatikana mkandarasi katika eneo la kata ya Momalili kuna mtandao chakavu takriban kilomita 9. Mtandao wote ule pale utaenda kung'olewa na kulazwa mtandao mpya. Vile vile kutaenda kuongezwa mtandao takriban kilomita 30, mtandao wa bomba wenye urefu takriban kilomita 35 ili kuweza kutosheleza kata yote ya Momalili na maeneo yake ambayo hayajafikiwa na huduma, ikiwemo kijiji cha Bushola ambacho kimelalamikia kuwa na adha hii hapa. Kupitia mipango hii mrefu na ya muda mfupi itaenda kutatua changamoto kabisa ya maji katika kata ya Momalili. Hivyo wananchi wa Momalili wasiwe na hofu. Kupitia serikali hii hapa ya awamu ya 6 itaenda kutekeleza mradi huo hapo, na wananchi wataenda kupata huduma ya maji ya Ziwa Victoria wanayohitaji kama maeneo mengine wanayoyapata katika eneo la manispaa ya Shinyanga. Mpango wa muda mfupi, mamlaka inatarajia kuanza utekelezaji lini? Utekelezaji wa mpango mfupi unategemeana na ukamilishwaji wa mradi ambao wenzetu RUWASA wanaendelea kutekeleza katika eneo lile pale, ambapo kwa taarifa ya mwisho waliotupatia mwezi Aprili walituambia kwamba bomba kubwa wameshafanikiwa kulilaza. Sasa hivi wanachosubiria ni viungio katika zile sehemu ambapo wanaunganisha bomba, sehemu ya offtake pamoja na sehemu ya tenki, ili pindi watakapokamilisha kufikisha katika tenki hilo hapo waweze sisi kutupatia tawi la bomba ambalo tutaenda kuunganisha katika mtandao wa maji ya kisima uliopo, ambao unatakiwa magati au vituo vya kuchotea maji 13 ambao tutaenda kuwasaidia wakazi wa kijiji cha Bushola. Cha kuwasihi wananchi wa kijiji cha Bushola, mamlaka inacho kisima katika eneo lile pale na inahudumia maji kupitia kisima kile pale kilichochimbwa kwa fedha za serikali ya Tanzania, na kisima kile pale kina maji ya kutosheleza, na maji yanatoka pale yana ubora ambao upo katika viwango vinakubalika na TBS pamoja na Shirika la Afya Duniani WHO, na uchunguzi wake wa ubora wa maji yale pale unafanyika kila mwezi kupitia maabara ya maji ya mkoa
ambayo ipo chini ya Wizara ya Maji, na majibu yanayotoka yanaonyesha kiwango cha chumvi wanachokiripotia kipo katika standard ambayo inakubalika kwa mlaji wa mwisho ambaye ndo mwananchi. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.